Ndugu wana wa Afrika, ni Chionda wa Chionda. Salamu yetu ni Ubuntu Bantu. Wa Afrika ni watu, sio manyani. Tunasema utu ni watu na watu ni utu. Ubinadamu upendo, upendo ndio dini. Dini haijaletwa na mgeni. Dini zetu za asili ndio dini zenyewe. Dini za wageni achaneni nazo. Mtu asikwambie cha kwake ni bora, cha kwako wewe dhaifu. Wewe mjinga, yeye ndio mwenye akili. Hii habari imeshakwisha. Sasa hivi kila kitu kiko wazi. The world is naked, the truth is opened. You must understand what it is. Don't come to the belief system, come to the knowing system. Achana na habari za kuamini, njoo kwenye habari ya kujua. Hii ni dunia, kipindi cha tunaita Aquarius time, kipindi cha kujua. Knowing is better, believing is weakness. Welcome to our podium. Naitwa Afrika na Fikira Huru. Hii ni podcast ya watu huru na wenye fikira huru. Naendelea na poison, white poison, sumu nyeupe, part 2. Wanasema watu hao watajitambua katika kazi hii. Afrika nzima inawasalimu na daima itaweka mahali maalumu kwa ajili ya moyo wake, kwa sababu Afrika imedumisha usafi wake. Waafrika tumedumisha usafi wetu. Haijawahi kutafuta kulipiza kisasi kwa wazungu. Afrika hii, licha ya ukatili wote tuliofanyiwa, haijawahi kutaka kuitisha vita kati ya watu weusi na dhidi ya wazungu. Hii ndio linalofanya ukuu wetu wa Kiafrika, na hakika ndio sababu kwa nini taifa hili linathaminiwa sana na wale kutoka angani wanaotazama ubinadamu wetu kwa upendo na upendo mkubwa. Tabia hii ya ukarimu na haki ya Afrika lazima ibaki bila kubadilika. Mwandishi anasema huu ni ubuntu tunaofanya sisi kwa watu weupe. Ni nini ubuntu? Wazungu sio, hawana ubuntu. Sisi ndio tuna ubuntu. Mwenye ubuntu hawezi kumtesa mwenzake. Mwenye ubuntu lazima atamjali mwenzake. Hiyo ni roho ya huruma na upendo. Ni nature ya sisi tunaitwa watu. As a person, we are peaceful, merciful, and embraced all of being. Kuanzia paka, mnamuita nyau, mbwa, wadudu wote na wanyama wote na viumbe vyote, sisi wa Afrika tunaendelea kuvitunza. Tunalinda ardhi yetu, vyanzo vya maji, vyanzo vya mvua ambayo ni misitu. Wazungu hata wakipanda misitu kwao hakuna chanzo cha mvua wala nini. Kwao ni shida na tabu, tunaitwa the burning sand. Caucasian people, the weak bone, weak nose, weak skin. Hawa ndio sifa yao. Weak thinking. Wao kufikiri uamuzi wao wa watu weupe ili wapate suluhisho ni kuua, killing, muda, repu, plunda, pillage. Hawa haya ndio maisha yao. This is not a lie, this is the truth. Go and find it, you will get it and you will know it. That is the truth. Naked truth, not a lie. If you beg to differ, go and find it yourself. You will know it and you will understand it. Not believing it, you will know it. Come to your sense, black man. This is the battlefield for our greatness, economical greatness, personal greatness, knowing greatness, economical greatness, and knowing and understanding. Naendelea ndugu wana wa Afrika, msishangae lazima tuwekee lugha zao, kwa sababu wanaona hizi lugha mpaka uende London ndio ujue. Hii lugha wanasema mpaka usome sana uwe na degree. Hapana. Hizi ni lugha za kawaida ambazo mtu wote anaweza kujifunza akajua. Ni lugha kama Kihehe, Kizalamo, Kikuyu, Kisambaa. Kwa hiyo ukiongea Kiingereza sio kama umesoma sana, una degree nyingi. Wewe umetoka familia ya kitajiri. Hapana.
Hii ni lugha tu kama lugha nyingine. Ukikaa na mtu anaongea lugha hii utaijua lugha hii, na maneno yazidi yawe mazuri. Na ndio maana Kiswahili kina Kiingereza, kina Kijerumani, kina Kihindi, ili lugha ichangamke, unaongea lichangamke, lazima uweke mixer, mchanganyiko. Niliwaambia hapo mwanzo, lazima uweke chumvi, kitunguu, vitu mchanganyiko, ili maongezi yapendeze. Sio mbaya. Kama umechukia, tutasameane, tutaenda kwenye komenti, tutaona komenti yako iwe ya hekima na yenye uelevu. Kitabu The White Poison, sumu nyeupe. Kwa nini ikaitwa sumu nyeupe? Matendo, act za wazungu, mifumo ya wazungu tunaita the poison. Maisha yao waliotugea tunaita white prison. Ndugu wana wa Afrika, wazungu wametutia katika the free prison na wametugea white poison. Ndio maana hapo unaweza ukaja kumsikia mtu aliolishwa makande poli ya dini atakuja na maneno magumu, matusi, dharau. Atauliza, nani amekupa haki? Wewe kama nani? Una elimu gani? Una nguvu gani? Wewe ni nani? Ndio majibu atakayokuja nayo wale sumu iliyowaingia mwilini mwao. Hii sumu unahitaji hapa. Hivi ninapoongea, mamilioni ya Waafrika sumu iko mwilini mwao. Mimi imetoka, imebakia kwenye vidole vya miguuni, vidole viwili tu, na mwisho inakwenda kuisha punde sipunde. White poison. Tunataka watu wote wa Afrika, watu weusi, muondokane na sumu nyeupe. In the bracket, the white poison. Tunaendelea. Leo si juu ya Afrika kuambia watu weupe wajichunguze wenyewe. Hiyo si kazi yetu. Ni juu yao wenyewe kufanya uchunguzi wao wenyewe. Inapaswa kusamehe mara moja na kwa wote. Kuacha kuwalaumu wazungu na kukemea maovu yao sababu za bahati mbaya yao ya harisi. Ni lazima ithubutishe kujiangalia yenyewe moja kwa moja machoni pake, kuona mambo kama yalivyo leo katika nyumba yake yenyewe, miongoni mwa Afrika wenyewe, na kuwa na ujasiri wa kusema na kutambua kile wanachokiona katika nyumba hii. Nyumba hii sio nyumba yako unayolala. African Continental, El Kaburani, mother of the black race. Hii ndio nyumba yetu. Your mother womb is your house first. When you come to the earth, earth become your house. You must think twice before you acted anything. Welcome. We will continue to our program. Ndugu wana wa Afrika, huyu mwandishi anaongea maneno makali, maneno mazuri yenye hekima, kuondokana na sumu nyeupe. Anasema kwenye nyumba yake yenyewe, wajifikirie waji wako wapi walikotoka. Kuhusu kusamehe, alichoandika mwandishi mimi nakataa, kwa sababu hatutusamehe na wala hatusahau. This is our motto. Take it or leave it alone. Sisi hatusahau na wala hatusamehe. We must, wanasema kisasi ni haki, lakini hatupende kurudisha kisasi. Kama watajirekebisha, watakuwa watu wanyenyekevu na watatuelewa kutokana na jinsi sisi tunavyoishi nao. Tunawapokea hadi leo, tunawapa chakula, wanachukua dada zetu, wanachukua kaka zetu, wanakuwa waume zao na wake zao. Lakini mtu mweusi akichukua dada wa kizungu, wazungu hawataki. Wazungu bado wana ile wanaita white brotherhood. Na hiko ni kitengo, wewe msomi nenda kakitafute, kipo duniani, kinaitwa the white brotherhood. Wana mahekalu yao, wanasali wenyewe. Ndio maana nakwambia kuna black church na white church. Wapi ilianzia hii? Kwenye ubaguzi. Mapasta wa kizungu wakaamua kuwafundisha mapapeti wao watu weusi, wakawapa maandiko, wakawaambia haya sasa nenda kaanzishe kanisa linaitwa the black church. Even the Masonic church wanaitwa the Prince Hall Masonic. Hawa ni kikundi cha Freemason wa Ulaya, weusi watupu. Mabosi wao kama vile President Barack Obama, yeye ndio president wa Prince, wanaitwa the Prince Hall.
ni Black Masonic, wajukuu wa Haile Mwabifu, the Widowsoni, waliotengwa wanajiona wako pamoja, kumbe wenzao bado wanawalia njama. Mkinyanyuka tu wanakuja kuwaangamiza. Hawana urafiki, hawana wema, hawana upendo.